asante Yesu. Oh, asante Yesu. Asante kwa kifo chako Bwana. Oh, asante Yesu, asante Yesu. Wewe ulitupenda zaidi, ulitupenda zaidi. Ulitupenda zaidi, ulitupenda zaidi. Wewe ulitupenda zaidi, ulitupenda zaidi. Ukachukua udhaifu wetu Mfalme, ukajitwika dhambi zetu Bwana wa majeshi. Ukaondosha hukumu Bwana wa majeshi. Oh, tuliheshimu jina lako. Oh, asante Yesu. Twakuheshimu. Asante Yesu. Oh, asante Yesu. Asante tena, asante tena, asante Yesu. Wewe ulitufia msalabani Bwana wa majeshi. Wewe ulichukua ufukara wetu Bwana, ili sisi tusiwe masikini. Ukabeba masikini wetu msalabani. Ukatungika magonjwa msalabani. Ukatungika fedha msalabani. Twasema ni asante Yesu. Oh, asante Yesu. Asante Yesu, hakika wewe ni rafiki. Hakika wewe ni rafiki uliye karibu kuliko ndugu. Hakika wewe ni uliye karibu kuliko yote yule. Tumeona uaminifu wako Bwana wa majeshi. Tumeona uaminifu wako ya Mfalme. Tumeona uaminifu wako Bwana. Tumekuona Mfalme. Tumekuona Mfalme. Oh, we love you, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Oh, we honor you. We declare our everlasting love for you. Declare our everlasting love for you. Just sing there. We declare our everlasting love for you.
zikitini Masaya. Pokea sifa zetu, pokea sifa zetu Bwana, kwa sababu wewe ni mwaminifu, kwa sababu wewe waweza, kwa sababu wewe watenda yale ambayo ulitenda kuna mwingine angetenda. Bwana wa Bwana, we live Lord Jesus, we live Lord our dear Messiah, oh our Savior. You accepted to give up your life because of our lives, my God. Sacrificially, Jesus, sacrificially, oh my Father, so that you can please your Master. Oh Lord, and we thank you today because this is a day that we have come to remember the work you finished on the cross. You did it because of our lives, and we thank you. This is for the remembrance of that which you did for our lives. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, our Lord. Thank you, our Lord. Thank you, our Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Everybody should be on the mask. Just be putting on your mask. You have to keep the protocol. You are not taking the number. And we thank God for everyone who has come. Let us get one song of praise and then get into a word. We shall take the shortest time. This is just for the remembrance. For the remembrance of this day. I thank God for the day because we are remembering the work that Jesus finished on the cross because of our lives. Amen. Hallelujah. Haya, wapi makofi kwa Yesu. Msalaba wa Yesu, msalaba umetuokoa nami. Hallelujah. Hallelujah.
kumwambia Bwana, tunao sababu ya kumtukuza yeye. Tamtukuza Bwana kwa sababu ya kasi. Alikubali kubeba dhambi zetu. Alikubali kufa kifo cha msalaba kwa ajili ya maisha yetu, akamwaga damu yake. Alikufa kifo cha uchungu. Alipigwa mijeledi Yesu. Aliteswa Yesu. Akabeba msalaba kuelekea Golgotha kwa ajili ya maisha yetu. Alivyo Bwana, twasema asubuhi ya leo, Bwana, tunao sababu ya kulitukuza jina lako. Asante, asante. Bariki kila mmoja Bwana anayetazama na usikiza. Bwana, bariki kila mmoja, kwa sababu kila mmoja twangojea ili Bwana wa mabwana unene na mioyo yetu. Utukumbushe Bwana wa majeshi kazi uliyomaliza, njia Bwana uliyetuandalia, kwa sababu wewe ndiye ulifanyika njia ya wokovu. Wakati ulimwengu ulikuwa Bwana wa mabwana dhambi, giza ilikuwa imefunika ulimwengu wote, lakini wewe Bwana ukafanyika nuru, ukaangaza kupitia Bwana kukubali kwako kufa msalabani. Bwana wa mabwana, hakuna mwingine angekufa kwa ajili ya adui wake. Bwana, walitukutukana msalabani, walisema maneno ya uchungu, lakini yote Bwana ulivumilia. Ndivyo ukasema Bwana, waliokutukana wasamehewe wote. Bwana, waliokupiga mijeledi ukasema wasamehewe wote. Walionyamazaya ulisema wasamehewe, kwa sababu ulikuja kwa ajili ya dhambi, ukaponya ulimwengu na dhambi. Ndivyo twasema ni asante. Wakati ulimwengu wote unahitaji uponyaji, ni kwa damu yako Yesu, ni kwa mapigo yako Bwana tuliponywa Mungu wetu. Ndivyo twasema siku ya leo, tunapo Bwana sherekea siku hii, watu wakapokea uponyaji, watu wako wapokea uponyaji, wanaoteseka kwa manyumba, wanaoteseka hospitalini, wanaoteseka Bwana hata wengine barabarani wakipelekwa hospitali, twatangaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ni wewe unaotenda. Twatekua mitego yote ya ajali barabarani. Tunajua shetani hutumia wakati huu kuua watu wengine na ajali. Tunasema kuna kifo, ulikuja kuleta uhai, hukuleta kifo. Ondosha kifo barabarani zetu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye Bwana. Kila barabara kwa nchi hii tunajua shetani anangojea akaweze kuachilia ajali zote Bwana. Tunasema Bwana wa majeshi, we arrest every spirit, we arrest every power, we arrest every tongue, we condemn every force in the name of Jesus, Almighty God and everlasting Father. Because today is a day that my God you released peace on the lives of your children, my Lord. And we tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante, asante, asante. Pekea Yesu makofi kwa sababu ya uaminifu wake. Leo tunasherehekea the Passover. We are celebrating the Passover day. The Passover day. The Passover day. Inauguration of making the beginning of a new venture. Making the beginning of a new venture. Yani kitu kipya kinaanza. Kulikuwa na kitu kilikuwa, thank you praise and worship, God bless you. Kulikuwa na kitu kingine kinaendelea, lakini Yesu alipokuja akakubali kufa msalabani. Haleluya. Akaanza inauguration, kuanzisha kufunguliwa chapter kingine. A new chapter, beginning of the new chapter. Making a new venture. Jesus used this occasion. As we go to Matthew 26, I begin there. And I will jump so that I can finish this word. Matthew 26. Now it came to pass when Jesus had finished all these things, that he said to his disciples, you know that after 2 days is the Passover, and the Son of Man will be delivered up
to be crucified. After 2 days is the Passover day, and the Son of God, hallelujah, the Son of Man will be delivered up to be crucified. Jesus was preparing his disciples because they were to prepare a Passover day, a Passover hour, so that he can give them the last instruction as he begin a new day, as a new venture begins, before the new covenant is marked, because he marked the new covenant through his blood. Hallelujah. The blood of Jesus marked the new covenant, because before people were using the blood of an animal, but this time he was to mark another venture, another covenant to begin through his body, through his blood. Hallelujah. He accepted to die on the cross. Cross to the church. Cross is the word for the church, because he said, whoever wants to follow me should carry his cross. Hallelujah. He should carry his cross, because cross as sin. Cross as is painful, is heavy. There he was to be put on the cross, lifted up for the whole world to see him, because he was to take up the sin of the whole world. Hallelujah. Habebe dhambi ya ulimwengu wote. Ndiposa before akufe, dunia yote ilikuwa giza. Dunia ikatetemeka kwa sababu kuna vitu zilikuwa sitolewe katika msingi huo, siwekwe msingi mwingine. Amen. Hallelujah. Kuna vitu vilikuwa siwe exchanged. Singine sianze, singine siendelee. Bwana asifiwe sana. So he prepared them. He prepared them. And the 17 says, now the first day of the feast. The first, verse 17. The first day of feast. Of the feast. The unleavened bread. The disciples came to Jesus and saying to him, where do you want us to prepare for you to eat the Passover? Where do you want us to prepare? Because they were ready to prepare a Passover. Hallelujah. Why Passover? Because something was to happen, as it was in the beginning. According to Exodus, the Bible says, where do you want us to prepare? Because in the beginning with our fathers, they did it in their homes. They did it in the house. Hallelujah. Where do you want us to prepare? We have to ask the question. Where do you want us to prepare? I say, go into the city. Go to the city. To a certain man. And I say to him, the teacher says, my time is at hand. Jesus knew that his time has come. I will keep the Passover at your house with my disciples. At your house. He sent the disciples to a man so that they can prepare the Passover. Why? They were to eat it together. They were to eat it together. 26 says, you have to run with me. Because the chapter, I have to touch some things so that some people can know. 26. And as they were eating after the preparation of Passover, hallelujah, after the preparation of everything, and as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples, and he said, take, eat, this is my body, hallelujah. He gave out his body to the disciples. He gave out his body to the church. He gave out his body to the world, hallelujah, to the world. Take it. Eat, this is my body. He took a bread. That is why every time and every moment we do take the Holy Communion. We take the Holy Communion. Why? I will show you. Then he took the cup and he gave thanks and he gave it to them, saying, drink from it, all of you.
you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for the many for the remission of sin. The blood of Jesus on the cross. He was to shed his blood for the remission of the sin of all people, of the world, of many. Many. Those who are ready to accept for the whole world. That's why he was put on the cross and coming there. Because we have to understand why do we celebrate the day. 2,000 years is over. But we are celebrating the day. Hii ndio siku ambayo tunahitaji kukumbuka. Wacha siku za watu wetu. Hii ndio siku tunahitaji kukumbuka. Kama vile tunakumbuka siku za watu wetu. Kuna wale wanafanya makumbusho kwa ajili ya watu wao. Nasi sisi zote kama kanisa tunafanya hii. Haleluya. Kwa sababu kuna kitu ambacho kilitendeka. But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I will drink it new with you in my Father's kingdom. Hallelujah. New covenant is blood. The blood of Jesus was to mark the new covenant. Hallelujah. That's why I said Jesus used the occasion of the fast of a meal to begin or to mark the new covenant. So that he can speak with the people. So that he can speak with the church which he was with. To know this is the day of marking a new, releasing a new covenant. The bread represented his body, which would be given to the whole world. That's why every time we remember the day when we are taking the Holy Communion. We don't take the Holy Communion sababu ni chakula tukule kila wakati. Tunakula kwa sababu kuna angizo siliacho. I will show you in Corinthians chapter 11. I will show you that. Sometimes it doesn't say in every book. Amen. 11. 7. For the remission of you do this in remembrance of me. Hallelujah. 11. Well, I will show you because we have to understand some things. When you're taking the Holy Communion, we have to know why 23, 11, 23. 11, 23. You do this for the remission, in remembrance, in remembrance, in remembrance. You do this oftenly. We are not going to begin from the beginning, verse 25. 25, 25, 25, 20, 26. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death. Amen. You proclaim till he comes. We are proclaiming the Lord's what? Death. Till he comes. This thing is for that proclamation until Jesus comes. We remind you. We are being reminded by the word of God until the time Jesus comes. As often as you take this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. He was preparing them. Do this. I'm going. I am going. And as I am going, I'm leaving you behind. But be doing this every time in remembrance of my death. Amen. After that, they didn't take time. Before the men came. Hallelujah. Before what? He was preparing the new birth. Hallelujah. The new what? The new birth. Blood and water. John chapter 19. John chapter 19. Representing his blood, which will be shed for the forgiveness of our sins, or for the forgiveness of the sins of the world. John 19:34.
It's only 1934. What happened? The blood represents what? But one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately the blood and the water came out. Blood and water came out. Why? To mark the new birth. Mahali kuna kusaliwa, lazima damu imwagike. Hallelujah. Mahali kuna kusaliwa, lazima maji itoke. Sababu ni is a mark. He was marking a new birth. At Gethsemane, it was a travailing time. At Gethsemane was a travailing time. I have to jump some things. 26. Matthew 26, 36. A place of travailing. Gethsemane was a place of travailing, because after they took up the cup, he told them, now let us go to the mountain of prayer. Sababu mahali ambapo tunaenda kuomba, tulilie vitu zizalike. Let us go to pray. After they finished taking the cup, they went out to the Gethsemane, the garden of Gethsemane, to pray. And that is where he was traveling. Alikuwa anaungua. I think that's the right word. Alikuwa anaungua na uchungu. Sababu anaungua kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vitu zinatendeka na hajui kama sitatokea ama sitatokea. Anakataa, mwili unakataa, lakini moyo wamsukuma. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane. I said to the disciples, sit here while I go and pray over there. Hii yote alikuwa anahangaika kwa sababu yako, kwa sababu yangu. And they took with him Peter and the two sons of Zebedee, and they began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. Hallelujah. Did they watch with him? He went a little further and they fell on his face and they prayed, saying, oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Now, if was a sign of surrender. If it is not my will, it is your will. For this cup not to bypass me. Let your will be done. It was travailing. Bwana ikatendekaje. Mwili wakataa, lakini moyo lazima utimize. Hii yote nataka nikwambie mpendwa. Yesu aliteseka kwa ajili yako. Ili akaweza kubeba dhambi zako, dhambi zangu. Kama si sisi, Yesu angeenda msalabani. Kama si wewe, Yesu angeenda msalabani. Lakini yote ilitendeka kwa ajili yetu, ili akaweza kutoa dhambi zetu, kwa sababu dunia yote ilikuwa imekuwa kwenye dhambi na tulikuwa tumekuwa disconnected from the will of God. The cross was a sign of reconciliation. Enda pale, ulilie pale, mambo itendeke. Amen. He went a little far. He then came to the disciples and found them asleep, and said to Peter, what could you not watch with me 1 hour? Was it what or what? What could you not watch with me 1 hour? Wajamaa wakati ameondoka wamelala. Bwana special. Nataka nikuonyesha wakati ameondoka, yeye alikuwa pamoja na wao. Walikuwa wanatembea pamoja na wao. Walikuwa wanakula mikate pamoja na wao. Saa hiyo wamekula mikate pamoja. Wamekula chakula pamoja na yeye. Wamefanya mambo pamoja na yeye. Lakini wakati umefika, sasa ni wewe ubebe msalaba, sio sisi tubebe msalaba. Bwana siwe sana. Hawakuweza kuvumilia kile alikuwa anasikia Yesu, sio kile waliokuwa
wanasikia. Ni yeye alikuwa na assignment. Praise the name of the Lord. Ni yeye alikuwa na assignment ambaye inamngojea akamalize. Wacha niwaambie kanisa, tuko na assignment yetu ambaye ni lazima tumalize. Ni lazima tufuate njia ile ambayo inastahili ili tubebe msalaba wetu. Yesu alibeba yake, ni lazima tubebe msalaba wetu. Wapendwa, si wakati wa mchezo. Kutenda dhambi leo, kesho unatenda. Wacha nikwambie, Yesu alikuja kuondosha dhambi, lakini hatutamrudisha msalabani kila wakati na kila saa. Praise the name of the Lord. Wao anaugua, wajamaa wanalala. Hii kitu ni cha binafsi. Wokovu ni binafsi. Wokovu ni wako. Ni wewe utapigania wokovu wako. Yesu alipigania mpaka amalize assignment yake. Wapendwa, lazima tupiganie tumalize assignment yetu. Haikuwa rahisi kulia usiku pale. Hapo mahali alikuwa anaenda kuomba atoke aende huduma. Lakini saa hii si kwenda huduma. Saa hii ni kumalizia kazi ambaye aliitwa akamalize. Na tumeokoka na kuna njia tunatembea, wapendwa. Nataka niwakumbushe kanisa la Bwana, lazima tusimame imara. Lazima tukubali kutii na kuacha dhambi. Wapendwa, hata tuhubiri, hata tufanye yale tunafanya, dhambi ni dhambi, hata ifanywe na nani. Na kama Yesu alilia kwa ajili ya dhambi yako, na wewe utalia wakati utakuwa kwenye moto. Vile alilia kwa ajili ya maisha yetu. Watakaokataa wokovu, wapendwa, tutahubiri tukibembeleza. Tutakapokataa wokovu, kuna siku itafika tulie, na tutalilia na kushaka meno katika moto wa milele, sababu alitoa maisha yake ili tusilie. Akalia tusilie. Yesu aliteseka tusiteseke. Yesu alifanyika masikini tusifanyike masikini wa kiroho. Msalaba una uchungu, una kuvumilia. Wapendwa, kuna vitu tutavumilia kwa sababu ya kifo cha Yesu msalabani, kwa sababu ya kazi Yesu alimaliza kwa ajili yetu. Kuna vitu tutavumilia. Usikie mwili unauma, waambie mwili nyamaza. Si wakati wa mwili wako ulete kisirani, lazima utii, sababu kuna mahali ninaelekea. Kuna mahali ninaelekea. Mwili utanyamaza sababu kuna mahali ninaelekea. Vitu vitakuja, lakini utasema hii sio sehemu yangu, kwa sababu kuna mahali ninaelekea. Bwana asifiwe sana. Yesu alipeka, Yesu alilia, akahangaika, akaambia Bwana, kama inawezekana ondosha, na kama iwezekani, na kama si mapenzi yako iwezekane kiumane. Bwana asifiwe sana. Kiumana ama kikumana, alikuwa amalize msala, alikuwa amalize assignment. Ndio mkono ambia Bwana nisaidie nimalize assignment yangu. Assignment yangu nimalize. Assignment yangu ya kuhubiri, najua vita ni kali wakati, lakini tutahubiri. Lazima watu wasikie neno. Lazima leo wale ambao wanaenda kucelebrate hii siku, hii festive na dhambi, muelewe hii sio siku ya kucelebrate na dhambi. Ni siku ya kupiga makoti na waambie Yesu nisamehe. Amen. Sio siku ya kusema. Na tu unaona shetani huachilia vipo nyingi. Ajali, vita, sababu tunaitumia vibaya. Hii ni siku ya kukaa kanisani, lakini shetani ni mjanja. Unaona sasa vile tunasherehekea siku bila kuwa kanisani, tuko kwa manyumba. Lakini nataka niwaambie, ilikuwa ni siku tu celebrate mbele za Bwana, tukililia Bwana kwa ajili ya uponyaji wa nchi hii, kwa ajili ya uponyaji wa taifa. Watch and pray lest you enter into temptation. No prayer, temptation. Paul said, nitakanyanga mwili huu, haleluya, ili baada ya kuhubiria wengine nisitupwe nje. Nitakanyanga mwili huu. Wapendwa na kanisa la Bwana, lazima tuelewe kuna wakati wa kukanyanga mwili huu, ili baada ya
nje. Badala ya kutoa pesa lazima tusitupwe nje. Badala ya kujenga hekalu tusitupwe nje. Badala ya kufanya kazi mingi kwa Bwana tusitupwe nje. Hatutafanya hili. Ni kama unanielewa. Baada ya kufanya kazi hiyo unafanya kwa ajili ya Bwana, usitupwe nje. Na hakuna kitu kingine tutatumia kukanyanga mwili. Pray. If you don't pray, you will enter into temptation. And I want to say this, temptation is not sin. Pastor, what do you say? Temptation is not sin. Sin is the heart. Sin is the heart. In whatever the devil is tempting you to do. And he comes and he tempts anybody. If we tempted Jesus himself. And at the time he was coming out after Jesus overcame him, he said, I'm waiting for an appointed time. He waits. If you conquer him today, don't celebrate and say, I'm safe now. Ongeza maombi. Sababu usipoongeza maombi, ameenda kuongeza kiwango. Na atakuja na kiwango kingine. Wimbo tunaimba, kinaokuja ni kiwango, na shetani hukuja na kiwango kingine. Anakujia na tactics tu. Umetushinda kwa hiyo tactics, anaenda kutafuta zingine. Ulikuwa unaumia na njaa, umepata kachakula, anakuacha. Amen. Anaenda kuleta shida nyingine kali. Useme hii haki. Hakuna mtu hivi ende kali. Nikilake kwa. Hakuna shida. Wacha nifanye hii na nitatubu. Listen. Hata Yesu angekimbia kutoka Gethsemane. Naambia Mungu ngoja kwanza. Ngoja kwanza nivumilie kama itawezekana. But he was to accept and then drink the cup. Brethren, there are cups which we are going to drink. Si kwa rahisi. Kauchungu useme hii kwa ajili ya Bwana. Hii sitatenda. Kuwa na blanketi kusiwe na blanketi. Bwana, hii sitatenda. Wale ambao watashinda. Utashinda kushinda majaribu. Utajaribiwa na ushindi. Ujaribiwa ulie. Ujaribiwa uombe. Waambie Bwana niondoshe katika hii majaribu. Majaribu itakuja wapendwa. Bwana stress sana. Sasa mnaona mambo tunapitia. Majaribu mpaka tumeingiza kwa president kwa majaribu. Sita tunaopitia majaribu. Hallelujah. A place of traveling, a place of separation. Gethsemane was a place of traveling and a place of separation. Brethren, we are together, but we are here. Everybody is going to his own way. Tukiachania hapa hatutaonana. Amen. Hapo ndipo anasema hivi. You cannot go to a level with your wife or your husband, but you alone. Na nisikia wapendwa mnaenda kuoa. Level what? Ni ya mke, ni ya yule anaopepa mimba. Aliyetunga mimba. Anaopepa mimba. Amen. Alienda pale peke yake. Sababu yeye ndiye alikuwa amepepa mimba yako. Alikuwa amepepa mimba yako. Apepe dhambi zako. Akuzae wewe tena upya. Na saa ile unatenda dhambi wa kurudisha watu lema wote. Na hawezi rudi tena. Alimaliza lema wote wapendwa. Traveling. Hapo uko peke yako. No friends. Wakati unapambana na mawazo ya dhambi, hakuna rafiki anaweza elewa. I thank God for that. Wakati unapambana nitende, nisitende, hakuna rafiki anaweza kuelewa. Kila ambacho unapambana nacho ni wewe. Hii nitende, nisitende. Wakati utaamua nisitende, shetani anashindwa. Wakati utaamua nitende, shetani amekunasa. Ni mahali ambapo nipakujiamulia wewe mwenyewe. Where you need wewe mwenyewe with your own experience. What you can do so that you can pass away. That what? That trick, that temptation. 45 says. Are you still? He went again and he came back. Then he came to his disciples and he said to them, are you still sleeping?
resting. Behold, the hour is at hand. The Son of Man is being betrayed into the hands of the sinners. Are you still sleeping? Ni nyinyi nilikuwa nafikiri mtanisaidia, lakini mmelala. Sisi sitakulala. Ndio naona wakati tuko maombi na kesho. Tunapambana, tunalala. Sababu hata wajamaa walishindwa, sio sisi wa kwanza. Hii kitu kilikuwa na mwenyewe. Lakini mtu ambaye anasikia kuna kitu nasukuma, hata ukilala uwezi lala, unasikia kuna kitu unahitaji kusukuma. Wapendwa, ni lazima tuombe, tukatae mambo. Akawaza, are you still resting? A place of resting is a place of death. Wakati tunasema ni buzuri, kifo cha konga mlango. Wakati tunasema hakuna shida, shida siko mlangoni. Lazima tuombe, are you still resting? Are you still asleep? Sleeping. Wajamaa wamelala, wamechoka. Na wamelala, hawana shida. Yesu analia peke yake. Rise, let us begin now. Be going. See, my betrayer is at. Amen. And while he was still speaking, behold, Judas, one of the 12, with a great multitude, with his swords and the clubs, came from the chief priests and the elders of the people. They came to do what? Walikuja kulisha ng'ombe na marungu. Walikuja kumchukua Yesu. Now is betrayed. Let us continue because of time. Now immediately went up to Jesus and said, "Greetings, Rabbi," and they kissed him. And they did what? But Jesus said to him, "Friend, why have you come?" Then they came and laid hands on Jesus and they took him. Hallelujah. Walipofika akakuja akamkisi. Listen, aliyekuwa rafiki wa karibu anamkisi Yesu sababu alikubalika. Alikubali kubeba msalaba wa kujaribiwa. Judas ni majaribu iliingia. Kuuza Yesu ni majaribu. Amen. Kwa hivyo wakati majaribu inakuja kwa njia yote. Yesu angeuliwa na mtu mwingine isipokuwa yule ambaye alikuwa anajua their place of their secret places of prayer. Rafiki ya mtu ndiye adui yake. Aliyekuwa anakula mkate. Wakikula akamwambia, "One of you will betray me." Wakaanza kuulizana, ni mimi. Akasema, "Umesema." Na bado hiyo maneno ikitokea haogopi, anaenda tena na amekuja na wao with marungu. Lakini napenda wa jamaa anayeitwa Petro. Unajua wakati Yesu alisema, akasema, "Kila mtu atengeza upanga wake." Kila mtu afanye nini? Aweke upanga wake. Na sisi ni hivyo. Kila mtu anahitaji upanga. Na saa hii hatuhitaji upanga kama wale wa Petro. Amen. Wakati walimwekelea Yesu 51. And suddenly one of those who were with Jesus stretched out his hand and he drew his sword. Amen. Struck at the servant of the high priest and they cut off. You see here. Hallelujah. Sababu wakati wa vita umefika tupiganie imani. Kuna wakati umefika tupiganie kanisa. Na hatujali utakufa ama utaishi. Maana sio sana. Hii njia ya wokovu, kifo iko, uhai upo. Sasa hii tunahangaika ni kwa acha nisiseme hii. Tunahangaika ni kwa sababu tunauoga. Sasa hii tukiamua tufanye demonstration, tutafanya. Na tuseme si kanisa imefungwa. Basi tufanye demonstration zingine mbaya, tutatafuta wachungaji. Babu tutakataa hata kumbali. Tutatafuta. Pastors are very important people in the church. Simraza si na walimu wanaandamana. Ni vile hatuwezi tukaandamana sasa tunaandamana against we cannot demonstrate against our God. We just carry the cross of being obedient. Praise the name of the Lord. So because of this, Peter rose up with a sword. Why are you coming to our master? Without knowing his time as na ndio nasemanga Judas
Kama Judas angekuwa hatungeokoka. Amen. Because palikuwa wanahitajika mwanaume ambaye anaweza akakasa roho aseme ni huyu. Hata ingawa mimi hapo tutajua tukifika mbinguni alitubu, lakini hatujui vile alisamehewa. Aliporekesha pesa alitubu, lakini sababu ni kwamba kama angekuwa sisi, hakuna mtu ambaye angemtreat Jesus. Yeye ndio shetani alimweka. In Luke the Bible says, and the devil entered in Judas. Wakati unaona vitu vinatendeka, asitendeki kwa sababu watu wanapenda. It is the devil who enters in the people's lives to betray others. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Hallelujah. Then what happened? But Jesus said to him, put your sword in its place. For all who takes the sword will perish by the sword. Hiyo maneno ni makali sana. Yule ambaye anaua na upanga atakufa na upanga. Atakawa na bunduki atakufa na bunduki. Hii si maneno ya mchungaji, ni maneno ya Yesu Kristo. Kwa hivyo kila mtu anatumia yule mwingine. Hiyo ni sehemu ya anajitengenezea kwa kajia. Amen. Aniua na upanga. Upanga kwa upanga, bunduki kwa bunduki, mawe kwa mawe. Kila mtu atatumia kuwa mwingine. Hicho ndicho kitatumika kumalisha yeye. Bwana asifiwe sana. Akamwambia rudisha upanga. Petro hakuwa na shida. Petro alikuwa ni duty. Alikuwa anapigania Yesu. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anapigania mkubwa wake. Lakini Yes, or do not. Or do you think that I cannot now pray for my Father, and He will provide me with more than 12 legions of angels? Jesus had all the power. Amen. For the heavenly to do what? Verse 65, 56. I jump. Namalizia man. But all this was done that the scripture of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. Fika ilivyokuwa kali, wote wakaondoka. Kwa sababu gani? Msalaba haukuwa wao. Amen. Jesus' death. Romans chapter 3, verse 25. Why Jesus went on the cross? Whom God sent forth as a propitiation by His blood, through faith, to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God had passed over the sins that were previously committed. Dhambi zote zile ambazo ulimwengu ulikuwa umetenda, zote zilikuwa Yesu ape. Amen. Na ni kwa damu yake ambayo ilikuwa ioshe kila dhambi na haki ifanyike. Haki ifanyike. It was to demonstrate on the cross, I have accepted sacrificially. I've given my life out sacrificially because of the world, to bring reconciliation. Hallelujah. Because without that we couldn't receive the salvation. Amen. And on all this, I'm jumping some things because of this. That time, all these things were going on. Sababu hakuna kitu kinatendeka pakosa kutokea mtu ambaye anaelewa. The Bible says God does not do things without revealing them to His prophets. The wife of Pilate sent a word to the governor, his husband, to the governor. At that time there were governors like now. Governors not to do anything with Jesus because she had a vision. Alipata nini? Maono.
mwingine hata awe ana dhambi, lazima alipe gharama. Lazima alipe gharama. Lazima Yesu, wapendwa, kile tunapitia chote ni kwa sababu ya kulipa gharama ya wokovu. Vile Yesu alilipa gharama ya wokovu, mapito tunaopitia, rejection, sicknesses, pain, hunger, sote zinaopita, tulipe gharama. Makonde si sehemu yetu, alikuja kutuponya. Utakataliwa, alikataliwa. Utaonewa, alionewa, lakini utalipa gharama. Au utakataa wokovu. Sababu wokovu ni lazima tulipe gharama. Wokovu, wapendwa, una gharama. Hata utukanwe, au utatukana, hata upigwe, au utapigwa, au utapigana, sababu unavumilia ili uweze kulipa gharama. Na wokovu una gharama ya kulipia. Bwana asifiwe sana. Nataka nikwambie katika haya mambo yote, during the death of Jesus Christ, number one, during that time, the earth and the rocks, the earth quaked and the rocks split. Matthew 27:51. Wakati wa kifo chake, kwa nini dunia ikatingizika na mawe ikapasuka? Dunia ikatingizika kwa nini na mawe ikapasuka? Kwa sababu kuna vitu vinaondoshwa na zingine misingi iwepo. Kuna misingi ilikuja kuwepo. Then behold, the veil of the temple was torn into two from top to bottom, and the earth quaked and the rock were split. That time when he went on the when he was crying on the cross, dunia yote ikajaa giza. Ilipojaa giza, akaanza kulia, Eloi Eloi lama sabachthani. Wakaanza kusema, anaita Musa, anaita one of the prophets, but he was there crying for the whole world. Alikuwa analilia, Bwana, kwa nini umeniacha? Kwa nini umeniacha? Kwa nini Mungu aliacha Yesu? Kwa nini alimwacha? Alibeba dhambi, hakawa hata yeye mwenyewe kumtazama ni vita. Amen. Hata kumtazama ni vita. Hawezi kumuona ni dhambi amebeba. Ndiye akaanza kumulilia Mungu. Akiwa pale akilia. Giza. Saa tisa. Usiseme ni saa 9 ya usiku. Ni saa 9 ya mchana. Saa 9 ya mchana. Kutoka saa 3 mpaka saa 9 ya mchana. Yesu anateseka msalabani. Alipotoa maisha yake, tutu ya hekalu ikapasuka. Kwa nini ilipasuka? Nilikuwa na walilia, mulikuwa mnalimiwa. Sasa ni wewe ujipeleke ndani ukajiombee. Amen. Sababu ni lazima, wapendwa, tuelewe. Ikapasuka, tujiombee. Sasa wale walikuwa wanatoa mbuzi za ng'ombe, damu ya ng'ombe na mbuzi, wapeleke wakalilie watu. Sasa si hivyo, damu nyingine imeosha, ni wewe ujipeleke ujililie. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya hiyo lazima tuelewe, nje ikapasuka, nje ikatetemeka, vitu vikatingizwa mpaka pale kaburi sikapasuka. Hata kaburi yenyewe sikapasuka. Kumaanisha lazima kitu kingine kiweze kubadilika. Lazima mwelewa, mnayeua si wa kawaida. Wacha niwaambie wapendwa, kuna mateso tutapitia, lakini wanaotutesa siku moja wataelewa sisi sio wa kawaida. Lazima kanisa la Bwana isimame na tujue ya kwamba kuna msalaba tunabeba. Lakini siku moja, siku ya kufurahia wokovu huu tukiingia, wale ambao walikuwa wanakutesa, wale ambao walikuwa wanakuonea, wale ambao walikuwa wanakudharau, nataka nikwambie, siku ya kuingia pale to the eternity watastuka. Hata ingawa kutakuwa na time ya kuchukua wakati na kunenanisha. Amen. And the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised up. Praise the name of the Lord. Waliokufa wakiwa wenye haki, amen, wakafufuka
Kristo. Natangaza makaburi yote ambayo imechimbwa kwa ajili yako na ulimi za watu. Wengine wamepanga chama za kwenda kwa wachawi, za kwenda kwa wakanga, ndiposa wakumalize. Leo natangaza misingi ikatingizike, misingi ikatingizike, misingi ikatingizike, ya makaburi itingizike, ya kuonewa itingizike. Jamba wamepanga, wengine kukufuatilia barabarani, wengine kukufunga masia, wengine kukungoja kwa barabara, wengine wabebe bunduki, wengine wamelipa wakuwe. Natangaza misingi yao ikatingizwe, ikatingizwe, ikatingizwe katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu we are coming out, we are coming out, we are coming out of all the things, out katika mitego yao. Tutatoka katika mitego yao. Ambia Bwana nitoe katika mitego yao. Wachanganye wote, wachanganishe wote walio na chama za kuniharibu, walio na chama za kuua, walio na chama zina mazaya. Changanyisha, changanyisha miti ya wasikata. Tingisha kila miamba, tingisha kila hatua, kila hatua wanaotembea. Haijalishi anayekupangia chama, haijalishi yote anayetenda. Natangaza leo chama zote njia zao sitingizwe, njia zao sitingizwe, mawazo yao isiweze kukubaliana, wasiweze kukubaliana. Bwana utingiza njia kwa njia nyingi, Bwana utingiza miamba kwa njia nyingi. Natangaza wachawi walichimba kaburi, wakafanya demonstration kwa ajili ya maisha yako. Usikwe, hautasikwa, hautasikwa, wao ni Masaya, hautasikwa. Wale walienda wakakubaliana, ndiposa usiowe, ndiposa usiolewe, ndiposa usisae, ndiposa usisonge, ndiposa kanimasia kanisa isi ni Masaya. Yote Bwana wa mabwana, tingisha miamba wanaosimama, tingisha miamba, sababu wewe Yesu ndiye mwamba imara. Miamba ingine itatingizika katika jina la Yesu Kristo. Natangaza chama zote, natangaza miamba yote, miamba yote, watu ya Masaya, wale wanaopanga chama, wanaosimama, wasiwe na amani, wasiwe na amani. Wamekwendea kwa wachawi, natangaza wasipate amani. Walienda kupanga hata watoto wako wasisome. Leo natangaza watasoma, sababu Yesu ndiye mwamba, na alipokufa alidhihirisha dunia yote. Yeye ndiye anapepa uhai. Hatutakufa, tutalala na tutaamuka. Kama wewe hujaokoka, nataka nikwambie ya kwamba ni wakati upatie Yesu maisha yako, kwa sababu aliyekufa wakiwa wenye haki, siku hiyo demonstration was done, ili waweze kujua yeye hata akikufa kuna uhai. There is life beyond the grave. Walifufuka. Tutaenda kujua tukifika mbinguni. Walipofufuka walienda wapi? Jerusalem. The Bible says in the streets of Jerusalem. And they coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. They appeared. Wale walikufa wakiwa wanapona, wakiwa wanamjua Bwana. Haleluya. Wakatokea wengine. Hatujui vile walienda, usiniulize. Tukifika mbinguni tutaambiwa waliendaje, sababu hakukuwa na mtu wa kuwazika, hakuna mtu angewakaribia. They appeared. Amen. They appeared. So nje ikatingizika. Number 2, the sun refused to give light. Verse 45. The sun refused to give light. Hakukuwa na mwangaza, sababu yeye. Now from the 6th hour until the 9th hour, there was darkness over all the land. Kutoka saa 3. 6th hour to the 9th hour, saa 6 za mchana, saa 6 za mchana, saa 6 za mchana, si za usiku, za mchana. Giza, jua likakataa. Tuonaje muumbaji wetu? Ikakataa giza, giza dunia yote.
Jua ya ungama kwa iye kivindu kufika saa kenda Yesu anenie asante Eli uwanilo wayo na yudekeke mweya Yesu. I sang that song when I was 12 years and I'm still singing it. Kutoka saa 6 mpaka saa 9 kisa jua likakataa kutoa nini? Kutoa mwangaza. Kwa sababu gani? 46 inasema, and about the 9th hour Jesus cried out with a loud voice saying, Heli, Heli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Si kwa amekuwa amemwacha, alikuwa malize kikombe. Amen. Hallelujah. Verse number what? Number 3. They tried to break his legs, but he died before they cannot do it. 40, 45. What? Amen. They tried to break the legs of Jesus Christ, but they couldn't. Why? Kwa sababu kuna vitu ambavyo sitatendeka katika maisha yetu mpaka Bwana aachilie kitendeka. Number 4 inasema he died we are hoping that the many bodies, that one we have got as levels, 2053. And the coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city in the day. Amen. In the name of Jesus Christ. Luke 23 verse 12. I want to show you something there. And then we come to conclusion number 1. Luke 23. That very day, hii ni ya maana sana hata kama nikaacha zile zingine. That very day, Pilate and Herod became friends with each other. For previously, they had been enemies with each other. Then Jesus was done. Herod and Pilate walikuwa wanananishi, walikuwa wazungumzani, walikuwa wana umoja. Ishara ya upendo ilianzia hapo. Reconciliation ministry ilianza pale. Wakati alipokuwa anakufa, reconciliation ministry began. Na Herode na Pilato, sababu hawakuwa wanaweza kusemeshana. Kwa sababu gani? Sababu ule ambaye amekufa ameleta ishara ya umoja. Hata kama walikuwa namna gani, they greeted one another. Wakasema mama, imeisha 30 very day. Lakini nasema nini? Wakapendana. Sababu hakuna kitu kingine, ni lazima wapendane. Lazima wapendane. Bible says they tried. Walikuwa wanataka kumvunja miguu Yesu. Ilikuwa ni kawaida ukikufa uvunjwe miguu, lakini hawakufikia mwili wa Kristo. Wakiwa bado hajamvunja akatoa maisha. Why? The Bible declares our bonds will never be broken with the bonds
of the sinners. Yaani mifupa yetu haitavunjika na mifupa ya wenye dhambi. Mifupa yetu haitavunjika na mifupa ya wenye dhambi. Kuna mifupa yetu haitavunjika, na ni lazima tuelewe na vitu vingine. Walikuwa wanataka kuvunja mifupa ya Yesu pamoja na wale ambao walikuwa wamesulubiwa pamoja na yeye, lakini hawangeweza, because there is a promise. Our bones, ndio ninatangaza hata sasa hivi, hatutakufa kama wale wengine. Lazima tukatae vitu, lazima tukatae mipango na njama za shetani. Magonjwa itakuja, itakupita. Passover, because the blood of Jesus. Exodus chapter. Exodus chapter. Tunasomea kama mstari. Sababu kuna vitu zitatupita. 12 verse 1. Kuna vitu zitapita because it was a Passover day. The Passover day. Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, so this month shall be your beginning of month. It shall be the first month of the year to you. Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb. A what? A lamb. I always do say, New Testament is a shadow of the Old Testament. New Testament is a shadow of the Old Testament. Kwa sababu kilichotendeka kule ilikuwa Passover kwa ajili ya watoto wa Israeli, sababu tunaondoka protection by the blood of the lamb. But now the lamb of the Lord, the lamb of every man shall take for himself a lamb according to the house of the Father, a lamb for a household, for preparing for this was for Passover, so that the angel of the death, when the angel of the death comes, he will not touch. So now Passover this month tunaanza kutangaza tukienda kuomba ya kwamba kile chochote shetani alikuwa amepanga kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya nyumba yako, amen, kwa ajili ya nyumba yako, Yesu, hata hii ni pepo tunahitaji kupigana nayo. Tunafungiwa kanisa sasa hivi, tunahitaji kuinua mikono, lakini the devil is alive. Wherever we are, we shall pray. Wherever you are, pray for your household, for your people. God cannot be limited by the distance. God cannot be limited by the situation and the circumstances. Ila anahitaji ni sauti yetu. Na ndivyo ninatangaza, kile chochote shetani alikuwa amepanga kukumaliza nacho, kumaliza nyumba yako nacho, hautamalizika, hatutakufa. Hata hiyo corona imeleta kisirani, lazima damu ya Yesu itufunike. Haipose damu ya Yesu, by the blood of Jesus. By the blood of Jesus is going to keep us, is going to protect us, but we must have faith. No, bakae watu wende na mwikio. Bila imani hatutaweza. Ana special. Lazima tutangaze vitu na imani. Tuseme mkuyu utakauka na mkuyu ukauke. Tuseme corona itatupata na corona ikome na corona idai. Maroyo. Corona is a spirit like that. Corona is a spirit like any other spirits. Lakini lazima tupambane nazo na tukatae kukubaliana na kila hanga ambaye inatamka. Jesus went on the cross because of our lives, to bring reconciliation with God and mankind. Sababu mwanadamu alikuwa amekosa kiwa katika shamba la Edeni, lakini kuanzia sasa alipotenda, sisi alivyotenda 2000 years, alivyotenda mambo ikabadilika. Kwa hivyo tuna ushuhuda ya kwamba Yesu alileta uhai, Yesu alileta uzima, Yesu alileta ulinzi, kwa sababu ni lazima uwe katika ulinzi. Anasema lazima tuwe katika ulinzi. Wapendwa, kuna vitu tunatenda, tunafungua milango katika maisha yetu. We do some things and we open doors for our lives. Amen. Unatenda jambo, inakufungulia mlango. Si dhambi ya uwa. Na ndio Yesu alikuja kutoa dhambi. Amen. Usinichukia kwa hiyo.
Dhambi yaua. Sababu nisiponena dhambi, hata mimi, amen, hata mimi nitakuwa disqualified kutokana na kazi ninaofanya. Ni kuonyesha watu njia. Wapendwa, tuache dhambi. Dhambi yaua. Dhambi yaua. Na Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi. Kama kungekuwa na dhambi, Yesu angekufa. Dhambi yaua. Wewe tunataka kuambia Bwana atusaidie. Na tukatae dhambi. Simama na miguu yako. Tumalize ibada. Nikuwakumbushe. Petro akasema, I've come to remind you because everything you know. Nataka tuambie Bwana atusamehe. Kama kuna kosa, ambia Bwana msamaha. Kama kuna kosa, ambia Bwana nisamehe, kwa sababu Bwana waelewa. Nisamehe kwa mawazo, nisamehe. Daudi akasema, yakubali mawazo ya kinywa changu na matamushi ya moyo wangu. Ambia Bwana nisamehe mahali ambapo kuna shida. Na Bwana wajibiye roho waombezi, kwa sababu ni lazima tukaombe. Tusipoomba tutaingia katika majaribu. Tusipoomba tutashindwa. Tusipoomba maombi itatupatia kushinda. Maombi itatupatia kushinda. Ambia Bwana nisaidie. Ulikufa ndiposa nisikufe. Ulibeba dhambi zangu msalabani. Utaliba saya. Mukeka likataya mazai. In the name of Jesus Christ. Ulifanyika masikini msalabani. Ukatolewa nguo zote. Ukafanyika masikini ili Bwana nisifanyike masikini. Wewe ndiye Bwana unaponya. Wewe ndiye Bwana watetea. Wewe ndiye Bwana waendea. Wewe Bwana wa mabwana unatuambia Bwana ni mission of sins. Na ndivyo tunakumbuka kifo chako uliyetwamsa, uliyekufa msalabani, ndiposa tukaweze kuishi. Ndiposa Bwana tukaweze kuishi. Tusaidie Bwana. Tusaidie Bwana. Tunataka kutembea katika haki yako. Tunataka kutembea katika njia yako. Mahali tumekukosea Bwana tusamehe. Samehe wale Bwana wametukosea. Samehe Bwana wale ambao wametukosea. Sababu Bwana na Bwana hatutaki kufungwa kifungo kimoja cha dhambi. Unatuambia tusifungwe nila moja na wale ambao waamini. Hata wakitutukana Bwana tupatie kuwasamehe, sababu hatutaki kufungwa pamoja na wao. Tunajua hizi tunazoishi ni nyakati za mwisho. Ni nyakati za mwisho. Ni nyakati za mwisho. Tusaidie tusimame Bwana, tunyamazishe sauti zote za dhambi kwa mawazo. Tunakataa kwa mili. Tunakataa kwa njia. Tunakataa mitego yote. Tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwaminifu. Wewe watenda. Wewe watuonekania. Wewe watubariki. Wewe watuonekania. Asante, asante, asante kwa utukufu wa jina lako. Bariki moyo wa kila moja. Ponya watu wetu walio hospitali. Tunaombea nchi yetu. Wote walio hospitali Baba tunalilia kila moja Bwana. Kwa ajili ya siku ya leo kanisa lako kila mahali. Tunaomba Bwana twakataa anga zote za wakuanimazia za kifo. Mapepo na maroho ya kifo imeachiliwa kuzimu, imeachiliwa angani. Kila mbinu zote zimetumika kwa ajili ya kifo. Tunatangaza uhai, walio hospitali uhai, walio kwa manyumba uhai, wanaoteseka uhai, hata wale ambao hawajajua uhai, katika jina la Yesu. Bwana tetea, Bwana bariki, Bwana onekania. Tumekuja kukumbuka, tumekuja kukumbusha hata wale ambao hawaelewi, hata wale hawakumbuki. Siku ya leo Bwana ni kwa ajili Bwana ya upatanisho, ya upatanisho, ya upatanisho. Msalabani Bwana, msalaba ukaleta upatanisho, upatanisho wa mwenye dhambi na wewe Bwana. Yesu akabadilika njia. Yeye ndiye njia, yeye ndiye njia, yeye ndiye haki kwa ajili ya mwenye haki. Na hivyo Bwana tusema ni asante. Kama Yesu angekufa hatungesamehewa. Hivyo tusamehe kwa sababu wewe ni Mungu, na uponya watoto wako. Ponya kanisa Bwana. Wakati huu kama kanisa tunakulilia kama kanisa Bwana. Tunakulilia kama kanisa Bwana. Makanisa tumefungiwa kaunti 5 Bwana. Tunakulilia Bwana. Mungu wa majeshi, nyosha mkono wa uwezo
Bwana, achilia njia, leta njia Bwana, leta njia Bwana, leta njia Bwana, leta njia Bwana. Hata wale wanatoa mawaidha bila kufikiria, bila kuelewa, tunakataa roho inawachilia vita kwa ajili ya kanisa lako Bwana. Bwana wa majeshi, wale waki wanakimbilia, wenye haki ukimbilia nyumbani mwako. Wasema Zaburi 20, unatuma msaada katika hekalu Bwana. Bwana, tuma msaada kwa hekalu, tuma msaada kwa hekalu Bwana, tuma msaada Bwana. Bwana wa mabwana, you are our strong tower, you are our firm foundation, and the righteous run unto you, our Lord. Tunakukimbilia Bwana, tutendee na tuonekanie. Asante kwa ajili ya kila moja, wote wamesikiza, wote watatazama. Fikia moyo wa mtu, ponya moyo wa mtu, ponya Bwana wa mabwana, na tuongoze kwa utukufu wa jina lako. Nasema asante kwa sababu wewe ni mwenye haki, na kwa sababu wewe wapendeza. Katika jina la Yesu tunaomba Bwana na kuamini. Amen and amen. Hata Bwana, kwa ajili ya kukutolea matoleo yetu wakiwa kwa nyumba Bwana, tunaomba saidia kila moja. Mungu wa majeshi, tunakutolea sababu ulitoa maisha yako. Yesu, ulitolewa kwa ajili yetu, ndiposa Bwana wa mabwana tusipotee. Nasi tunakupenda, ndivyo tunakutolea dhabihu zetu. Bwana, bariki dhabihu zetu tukienda kukutolea. Kemea kila mharibifu katika jina la Yesu. Asante kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen and amen.